Naam, tusalie hapo kwa siasa na wanasiasa, ambapo viongozi wa upinzani nao wameikosoa vikali serikali ya Kenya Kwanza kwa walichosema inawahamisha vijana humu nchini kutafuta ajira katika mataifa ya kigeni, ila baadaye wengi wao wanajikuta wamewekwa katika vikosi vya vita vya Urusi. Wakizungumza walipohudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa Katoliki la Njambini, kaunti ya Nyandarua, viongozi hao wakiongozwa na Rigathi Gachagua pamoja na Fred Matiang'i wamemtaka Rais Ruto pamoja na mawaziri husika kuingilia kati na ili kukomesha vifo vya Wakenya vinavyoshuhudiwa Urusi. Huyu Ruto alikuja akatudanganya wakiwa na yule Kavaloko, yule mtu ya pale Machakos, ati watapeleka watoto kupata kazi ng'ambo. Akadanganya watoto 200,000 akawapeleka Russia. Na nimekuja kujua ni kwa sababu gani Russia walitupatia fertilizer ya bure. Ruto ameuza watoto wetu 200,000, wamepelekwa na hawajakuwa trained kama askari, wamepelekwa kwa vita, wanauawa huko kama kuku, wanakufa na baridi, wanapigwa risasi. Kila wiki tunazika watoto. Tunataka kuambia William Ruto, hao watoto umepanga every week unachukua kupeleka Russia, tunataka ukome. Na watoto wetu ulipeleka Russia 200,000 warejee nyumbani, wacha wakuje hapa tukule tabu na hawa kuliko wauawe. We are seeing Kenyans being killed in the fight between Russia and Ukraine. William Ruto, you have not commented on this. Musalia Mudavadi, Minister for Foreign Affairs, you have not commented on this. Soipan Tuya, Waziri wa Defense, kwa sababu hiyo ni mambo ya vita, you have not commented. Ile kamutu tunaita Kabaluku, kanaitwa Alfred Mutua, Waziri wa Labor, you have not commented on this. Why are you selling Kenyans